Wacha. Usifanye kitu kibaya. Usifanye kitu kibaya. Usifanye kitu kibaya. Hapana, msifanye. Hapana, msifanye. Hapana, msifanye. Wewe. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Mambo vipi? Nimekuja hapa. Ndio, karibu. Nahitaji msaada. Nasikia wewe umesomea kidogo masuala ya udaktari. Ndio. Tumesomea haya mambo. Ndio. Toka tulivyotoka kijijini. Tumekaa muda mrefu kidogo. Sawa. Karibu. Basi asante sana. Mimi bwana, mke wangu mimi ni mjamzito. Ndio. Hongera. Lakini anaumwa sana. Yaani muda mwingi anaishiwa nguvu. Yeah. Pia anajisikia kizunguzungu. Na vile vile hata nikimtizama mikono yake, huwa ni meupe kabisa. Yaani tofauti na katika hali ya kawaida, kwa mfano kama mimi. Yes. Yaani yenyewe ni mweupe. Kwa mfano unaona kama nikiminya hapa, weupe huo. Ndio mikono yake iko hivyo. Sasa nashindwa kuelewa, unaweza ukanipa msaada, tatizo ni nini labda pengine, au nini cha kufanya juu yake? Sawa, pole ndugu yangu kwa hiyo changamoto. Ana ujauzito wa miezi kama mingapi sasa hivi? Takriban hivi sasa huu wa 6. Mwezi wa 6. Okay, sawa. Kwa hapo ulivyonieleza, hizo ni dalili zinaonekana ana upungufu wa damu. Upungufu wa damu ndio kichwa kinakuwa kinamsumbua, anahisi kizunguzungu. Unaona mikono ni meupe kabisa nikimwangalia. Yes. Sasa kwa dalili hizo ulishai kwenda hospitali au kwenye kliniki ukacheki ana kiwango gani cha damu? Ndugu yangu, katika hiki kijiji, hata lile duka la madawa, sio kliniki, hata lile duka la madawa huko hakuna. Sawa, pole sana. Unajua damu kwa mama mjamzito ikiwa chini ya 11 anaanza kupata hizo dalili. Inatakiwa iwe 11 na kuendelea. 11 na kuendelea. Sasa mimi nitajuaje? Okay. Mke wako ukimpeleka kliniki atapimwa kiwango chake cha damu, na kiwango cha damu kinapimwa kwa HB, hemoglobin level. Unanielewa? Sasa kuna matunda ambayo anaweza akawa anakula yenye vitamini C. Matunda haya ni kama machungwa, kwenye mji wetu yapo. Machungwa huko yapo machungwa. Yes. Kwa hiyo machungwa anaweza akala machungwa, akala haya maparachichi. Sawa. Akala maembe. Mara kwa mara ukiwa unaenda sokoni unaweza ukambebea. Vyakula hivi ni vyakula kama vyenye vitamini C. Vipi mbona umenisimamisha? Maana nimetoka zangu huko kuzurula. Huko umetokea wapi jamani? Nimetoka kuzurula huko. Kweli? Kweli. Naambia shura. Hivi nini tena? Hiyo hapo ni kondom. Kondom? Ndio. Kondom ndo nini? Au vina kazi gani sasa? Mbona mimi sielewi? Nimekuwa na Dr. Chilo. Yaani hapo inaepusha magonjwa ya zinaa. Utakapotumia hapo inaepusha magonjwa ya zinaa. Yaani hapo wewe nenda kampe shemeji. Hiyo anatumia shemeji wakati wa tendo. Yeye ndo anaitumia na anajikinga yeye pamoja na wewe. Inazuia mimba, upate ukimwi, upate magonjwa yote. Yaani wewe kabisa umesahau kama kuna mila zenu hapa kijiji. Tangia kijiji chetu kipo hapa kinaanza. Hatujawahi kuona mambo kama haya. Kwa hiyo umemwamini kabisa yule Dr. Chilo? Hapana bwana, shoga yangu, hivyo havina madhara. Kungekuwa na madhara,
Dr. Chilo asingetuletea hapa kijijini kwa sababu yeye mwenyewe ni mzaliwa wa hichi kijiji. Kwa aweza katuletea sisi hapa vitu vibaya. Yaani hapo unatumia unajisikia vizuri, unatumia kuepushana na maradhi, mimba tusizozitarajia, ukimwi, gonolea. Vitu vyote hivyo, hayo maradhi yote yanaepusha hapo. Ukienda kutumia hapo kama matunda ambayo ni kama machungwa. Yes, kila machungwa yanaongezea vitamini C kwa wingi ambayo inaenda kuchochea mwili uzalishe damu kwa wingi. Maparachichi pia. Yes, maembe yanafaa kwa ajili ya kuongeza damu kwa mama mjamzito. Pia kuna mboga za majani ambazo hizi mboga za majani zinapatikana kwa wingi sana kwenye miji yetu. Zipo huko mchicha, matembele huko yapo. Mpaka mnamvu. Okay. Lakini sasa kwenye hivi vyakula vyetu tusivipike vya kuiva sana. Yaani vitatakiwa viwe vinaiva lakini kwa ukijani wake. Kwa maana sasa zile mboga za majani kama tutazichemsha zisiive kupitilizani kidogo tu. Ndivyo virutubisho vitapatikana kwa vya kutosha, vikaenda kuongeza uzalishaji wa damu mwilini. Na pia kuna dagaa zinapatikana, samaki zinaongeza uzalishaji wa damu wa kutosha sana. Alafu sasa kingine ndio huwa anapendelea sana kula udongo. Hii naye imekaje? Kula udongo ni kutokana na upungufu wa madini ya chuma mwilini. Sasa madini ya chuma ndio yanapatikana kwenye dagaa, samaki. Ule udongo ndio ambao unakuwa na madini ya chuma na utafuta yeye, lakini sio salama kwake kwa sababu kwenye udongo kunaweza kuwa kuna vimelea vya bakteria ambao vinaenda kuna minyoo ambao pia minyoo akiila kutokana kwenye udongo inaenda kusababisha ile minyoo inanyonya pia damu kwenye mwili wake. Kwa hiyo upungufu wa damu unaendelea. Kwa hiyo inaweza kawa ni chanzo kikubwa sana cha kuwa na minyoo mke wako kutokana na kula huo udongo. Anapenda udongo. Yaani anapenda sana udongo, ila nitajitahidi kumzuia kwa hili lengo asipate hasa. Mimi nilikuwa sielewi chochote. Sawa. Lakini kingine pia sitoacha kuja. Karibu sana, hapa ni nyumbani. Tumesoma kwa ajili ya kuweza kuelimishana na kuelimisha jamii yetu. Sio kufungia vile tulivyovisoma, ila kwa ajili ya kuweza kuilisha jamii yetu. Basi mimi nikutakie tu mchana mwema na nirudie kauli yangu kusema kwamba sitoacha kuja kwa sababu unahitaji mke wangu apate afya bora. Na ajifungue akiwa yuko salama. Mimi sijui lakini nyinyi wenye kujua na ndio maana nakuja kutaka ushauri, kutaka vitu mbalimbali. Unaona kama hivyo nimeelewa sasa. Safi sana. Basi sawa. Ni kijana bora sana kuona kwamba anafuatilia hatua kwa hatua za mke wake. Hongera sana. Na wewe vile vile hongera. Nashukuru kwa elimu yako. Asante sana. Karibu sana. Usichoke, usikate nguvu kwa ajili masuala ya elimu ya afya. Ndio. Karibu sana. Usijali. Milango iko wazi. Haya. Karibu sana. Basi sawa. Haya. Majukumu mema. Na wewe pia. Haya. Nenda kamtunze shemeji yetu vizuri. Asante sana. Shukrani. Haina shida bosi. Karibu sana. Sana. Asante. Karibu sana bosi wangu. Jisikie nyumbani bwana. Kweli changamoto bado ni kubwa kwenye kijiji. Sawa, lakini mimi sema kweli sija kutumia mambo kama haya. Ndio nenda katumie, nenda kajaribu. Wewe utakuja kuniambia. Na nyingine hapa. Hii hapa inaitwa folic acid. Folic acid. Ndio vina kazi gani? Hizo dawa. Hizo hapa wanatumia mama wajawazito. Wanakuwa wao wanajikinga na maradhi mbalimbali pamoja na kumkinga mtoto aliyekuwa tumboni. Akizaliwa anatoka salama kabisa, hatoki na maradhi ya aina yoyote. Yaani umeletewa mavitu kibao haya. Na umekubali, unaona unapita kila kijiji, kila mtu unaimuona unamwelimisha, unampa hivi vitu. Unasahau milani kabisa. Bwana wewe, shogangu, hivyo vitu vya kiafya kama nilivyokuambia hapo awali, ukitumia hiyo shemeji anajikinga yeye pamoja na wewe kuepukana na mimba tusizotarajia. Unataka ubebe mimba hapo shogangu? Hapa nitaenda kwa Binyunyu. Nitaenda kumwelimisha na yeye kama alivyonielimisha mimi. Basi na yeye nitaenda kumwelimisha kule. Na yeye atumie, umesema ndio inakinga magonjwa ya zinaa. Ndio, magonjwa ya zinaa. Ndio, kamwelimisha Binyunyu. Maana Binyunyu yule, haya atakubali bwana. Nitaenda nitamuelezea kila ulichoniambia na mimi nitamfikishia. Yaani Binyunyu lazima naye atamsupport tu
Dr. Chilo. Mimi niko upande wako kama unavyonijua shoga yangu. Hauna baya shoga yangu. Yaani niko upande wako nitakusupport na tutamsupport Dr. Chilo. Maana hichi kijiji nacho. Shoga yangu asante. Kwa ndo hivyo ndugu yangu. Siachi kutumia hiyo ni nzuri. Sio shemaji yako wenyewe atakubali hizi. Sasa na wewe si unaenda kumuelimisha kama mimi nimeelimisha na mimi nimekuelimisha. Naenda kumuelimisha mwenzio. Ataelewa tu, wewe nenda. Basi nitaenda kujaribu nione kama inafanya kazi. Haya. Mungu shusha baraka, si wana shida tunateseka. Kijijini tunateseka. Naomba unisamehe kwa sababu nimekutolea ukali kidogo. Lakini kwambie kitu kimoja. Hii ni hatari kwa afya yako. Wewe pamoja na mtoto wetu vile vile alikuwa tumboni. Ukiendelea kutumia hii itakuletea madhara makubwa sana. Kwa sababu hii inasababisha minyoo na vile vile inasababisha appendix. Sasa mke wangu, mimi sitopenda nikuone unaendelea kutumia hichi kitu. Nakuomba. Haya, toka lini wewe ukangataza mimi kula udongo? Mke wangu, najua utashangaa sana kwa nini nakukataza, lakini hebu nielewe. Kinachotakiwa kufanya sasa hivi mke wangu, vipo vitu ambavyo wewe unatakiwa uvitumie kama matunda, machungwa, parachichi, embe na mboga za majani. Unatakiwa ule kwa wingi matembele, spinachi, mchicha. Lakini sasa unapozipika zile mboga za majani hazitakiwi kuzivisha sana, yani kidogo. Lakini huu udongo achana nao mke wangu, nakupenda kwa maana nakueleza hivi. Eti matunda. Haya, wapi na wapi mimi na matunda? Sasa matunda kwani si kitu kizuri? Ndio unatakiwa wewe ule kutokana na hali yako hivi sasa hivi. Nusiwezi. Hapana mke wangu. Nakupenda ndio maana nakueleza hivi. Yaani kuanzia leo hii usirudie tena kula udongo. Sawa? Mimi sipendi nikuone wewe unapata shida kipindi tu pale unapojifungua. Lakini ukiendelea kutumia hivi utapata shida nyingi sana. Ila ukizingatia hivyo nilivyokuambia, basi kila kitu kitaenda sawa. Ile somo umelitoa wapi kwani mwenzetu? Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Chilo. Yeye amesomea kidogo masuala ya daktari nini. Ndio amenieleza mambo haya. Na hata hivi unavyoniona, nimetoka nyumbani kwake ndo kanipa hii elimu. Na ndio maana nilivyokuja nimekuona unakula nimeumia sana. Sitaki tena kwanza kuja tutupe huko. Kumbe leo unamjua Chilo? Mimi nilishakutana naye na ashaka kunipa ile somo la udongo. Mimi nikadhani ananitania. Kweli? Basi mke wangu ndio maana nakwambia achana nayo hii swala hili sio zuri mke wangu. Mambo leo. No. Kijiji chetu cha mambo leo. Hakuna maendeleo. Kijiji chetu cha mambo leo. Vifo na vilio. Kijiji chetu cha mambo leo. Hakuna maendeleo. Kijiji chetu cha mambo leo. Vifo na vilio. Braza. Hii hela yetu. Imeisha mdogo wangu.
Brother 10,000. Unajua mdogo wangu huko njia mbovu nini? Imeisha ndugu wangu. Sema sio kesi, asante bwana. Asante bwana. Vipi? Nilijua tu na nikahisi ujio wako. Nilijua kuwa unajua kuwa nimekuja. Narudia tena. Nilijua kuwa unajua kuwa mimi nimekuja. Sasa nakuambiaje, nimekuja kwa ajili yenu na nitawanyoosha. Nianza kama utani, hali kazidi kijijini. Wapyo mwokozi usiku mchana palalini. Haribika, Baba wa mbingu shusha baraka. Si wana shida tunateseka kijijini. Tunateseka mambo leo. Chatu cha mambo leo. Nianza kama utani, hali kazidi kijijini. Wapyo mwokozi usiku mchana palalini.